Ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, Ee Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona, aliwaambia, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda, walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Walikwenda wao wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, nenda zako, imani yako imekuokoa. Injili ya Bwana. Wapendwa na Mungu, tunapojumuika hapa kama familia ya Mungu kumshukuru Mwenyezi Mungu, tunaalikwa na Mwinjilisti Luka kutafakari umuhimu wa kushukuru. Kushukuru ni hatua inatokana na yale tuliyotendewa na Mwenyezi Mungu, tuliyotendewa na rafiki, tuliyotendewa na ndugu. Lakini mwanzo wake ni kuomba, kwamba tunamuomba kwanza kwa kujinyenyekeza, kwa kujirudisha nyuma, kwa kujidhalilisha, kwa kuonekana sisi ni wapungufu. Mfano ni hao wakoma, hali yao kwa tamaduni za Wayahudi walitengwa na jamii, waliishi pembezoni mwa mji, tofauti na watu, hawakuruhusiwa kuchangamana na wengine, na kwa umoja wao huu hawakutengana kati ya Wayahudi au na Wasamaria, kwa sababu wote walionekana wana matatizo. Ina maana kuwa matatizo yao yaliyoleta pamoja. Hawakumtizama mwenzao kwa Wasamaria au Wasamaria hawakutizama wenzao kwa Wayahudi. Lakini kwa wale walio na afya, waliona utofauti wao. Wengine walijiona Wasamaria, wengine walijiona Wayahudi. Nasi pia matatizo pengine yanatuleta pamoja, dhambi huleta pamoja, changamoto za maisha zinatuleta pamoja. Kinachotugawanya ni wakati tunaposhinda, tunapokwenda kwenye sherehe
tunaanza kuweka mipaka. Baada ya kufanikiwa, wengi tunajiona tunastahili kuliko wengine, tukisahau kwamba wakati wa shida tunamenyeka pamoja, tunalia pamoja, tunasikitika pamoja, tunahuzunika pamoja. Shida inatuleta karibu na Mungu. Ndio maana wakati mwingine tumwombe Mwenyezi Mungu aongeze shida ili ukaribu wetu na Mungu uzidi na uzidi zaidi. Msifu Yesu Kristo. Kwa sala yetu, kama shida kwetu kututenga na Mungu, basi tumwombe Mungu atuletee shida ili tusitengane naye. Hao Wasamaria, huyu Msamaria pamoja na ndugu zake Wayahudi walikuwa pamoja wakati wa matatizo, wanajidalilisha, wanajinyenyekeza na kumlilia Yesu awaokoe, awaponye. Yesu anawatakasa, lakini anawatuma waende wakajionyeshe kwa makuhani kama ilivyo desturi, ili wao waruhusiwe kurudi kati ya wengine. Njiani wanatakasika, wengine wanaendelea na safari, lakini huyu Msamaria kwa unyenyekevu mkubwa anamlilia Yesu kutoa shukrani. Injili Luka anasisitiza kwamba alikuwa ni Msamaria. Msisitizo huu wa Injili Luka unaashiria kitu kimoja kilicho cha muhimu sana. Kimsingi hamzungumzii Msamaria sana, bali anazungumzia wale penda waliobaki ambao hawakuja kumshukuru Mungu. Labda waliona kwamba Yesu ni Myahudi mwenzao, alichokitenda yeye ni kazi yake. Kuwaponya Wayahudi wenzake ni kazi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo basi hawakuwa na sababu ya kwenda kumshukuru Mungu. Huyu Msamaria alitambua kwamba yeye ni mtu duni, yeye ni mtu asiyefaa. Kwenda kwake kumshukuru Mungu ni kutambua kwamba Mwenyezi Mungu amenitendea makuu, ingawaje sistahili. Mimi na wewe mbele ya Mwenyezi Mungu anafai. Dhambi imechukua nafasi ya kwanza katika maisha yetu, na dhambi imetuteka kwa njia moja au nyingine. Dhambi tofauti, dhambi ya umbea, dhambi ya unafiki, dhambi ya chuki, dhambi ya wivu. Haya yote yapo ndani mwetu, na hakuna hata mmoja wetu aliyesalia. Na leo tuje kumshukuru Mungu tukitambua kwamba sisi ni wadhambi, kama yule Mfarisayo na mtoza ushuru. Mfarisayo anajigamba mbele ya Kristo, mbele ya Mungu kwamba yeye anatoa zaka, anafanya hiki, lakini mtoza ushuru anamlilia Mwenyezi Mungu kwamba nitazame mimi dhambi. Na ndicho kilichotuleta siku ya leo. Shukrani yetu sio ya kujionyesha, bali ni ya kujinyenyekeza. Tumekuja kwa Mwenyezi Mungu sio tu kuomba tena, bali kujiachia kwake, kumwambia Mungu, mimi ndio Msamaria, mimi ndio yule mwanao nisiyefaa. Nimekuja kusema asante, sio kwa sababu ya kustahili kwangu, bali kwa sababu ya umimi wangu. Kwa unyenyekevu, ndugu zangu, tumefika hapa kumwambia Mungu asante. Asante yetu iwe zaidi kwa matendo, kwamba sasa tumeamua kuanza mwaka kwa kushukuru, tukiweka moyoni kwamba huyu Mwenyezi Mungu tutazidi kumshukuru daima na daima. Isiwe ni shukrani ya matendo kama haya ya kufurahia, bali iwe ni shukrani ya mabadiliko. Tubadilike, mioyo yetu yaguswe na matendo haya matukufu, mioyo yetu yaanze upya. Ndugu zangu, hii ndio wito wetu, na wito wetu ni kubadilika. Katika kijiji kimoja parokiani, kuna mama mmoja aliyependa kulalamika sana. Kila siku alilalamikia mama wake kwamba wewe
kanisani, kuna watu na watoto wanapiga kelele, wengine ni hivyo mashida hii, wengine wanasoma message kwenye simu zao, wengine wanasinzia kama sasa hivi. Yesu Kristo. Hapo mbona sinzia? Poleni. Sasa Roho akamwambia una shida, ungependa kuacha kanisa hili. Mwambie leo. Mwambie kabla hujaacha kanisa, yaacha. Ningependa kufanya kitu kimoja. Basi Roho akampa kijiko. Na kwenye kijiko akaweka yai. Akamwambia naomba utembee benchi baada ya benchi, lakini huo unanisikiliza maelekezo yangu wewe ukitembea. Basi wakafanya hivyo. Mama huyu anatembea na yai kwenye kijiko, anaenda. Baba anamwambia kulia, kushoto, kulia, kushoto, anafuata vizuri. Mshale alipofika Baba akamwambia ongea, umekamilisha. Akamuuliza ulipokuwa unatembea uliona watu wakilala? Sema kwa kweli sikuona, kwa sababu macho yangu yote yalikuwa kwenye nini? Kwenye yai. Aliona kuna watu wanachati kwenye message? Hapana. Ulisikiliza mahubiri yangu, yale maelekezo yangu yalikuwa marefu sana? Sema hapana, yalinisaidia kwenda katika kila benchi. Akamwambia hivyo ndivyo unavyopaswa kuwa kanisani. Acha kuhangaika na jirani yako, wewe msikilize padre, msikilize Yesu Kristo. Matatizo yetu ni kwamba tunahangaika na jirani, kavaa vizuri leo, sijui kafanya nini, vile sijui kashika siku shingapi, ona anatoa sadaka, anatoa huku tu. Msikilize Kristo. Ndio kwa sadaka ndio kwa change. Msikilize Kristo. Tunapaswa kubadilika katika shukrani zetu, na mwisho tunaposhukuru tunapaswa kulishwa neno la Mungu. Neno hili liwe ni mwanga katika maisha yetu, liwe ni nuru kwetu tunapotembea, tunapoishi, chochote tunachokifanya, tuendane na yale tunayokiri katika kumshukuru Mwenyezi Mungu. Msifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, mnamwombea nini Nathanieli katika kanisa la Mungu? Je,
Ndugu zangu, Mungu Bwana wetu Yesu Kristo amshushie rehema yake mtoto huyu atakayepata neema ya ubatizo, wazazi na wasimamizi nao wote waliobatizwa. Naomba tusimame. Tunaisikia kwa kuomba usikie. Wafungwa watakatifu la kifo na ufufuo wako, upende kujalia mtoto huyu uzima mpya wa ubatizo na kumwingiza katika kanisa lako takatifu. Ee Bwana, kwa ubatizo na kipaimara upende kumfanya awe mfuasi wako mwaminifu na shahidi wa Injili yako. Ee Bwana, kwa utakatifu wa maisha yake upende kumfikisha kwenye furaha za uzima, kwenye furaha za ufalme wa mbinguni. Ee Bwana, upende kuwafanya wazazi hawa na wasimamizi wawe mfano mwema wa imani kwa watoto wao. Ee Bwana, upende kuwahifadhi daima jamaa zake katika upendo wako. Ee Bwana, upende kufufua ndani yetu sote neema ya ubatizo. Ee Bwana, Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu, Mtakatifu Yohane Mbatizaji, Mtakatifu Petro na Paulo, Mtakatifu Bonaventura, Mtakatifu Nathanieli, watakatifu wote wa Mungu, Ee Mungu mwenyezi wa milele, ulimtuma mwanao mbinguni apate kufukuza ndani yetu nguvu ya Shetani aliyemfunguka, apate pia kuondoa mwanadamu gizani na kumuingiza katika ufalme wa ajabu ya nuru yake. Na kuomba kwa unyenyekevu, ili mtoto huyu akiisha kutolewa damu ya asili umfanye kama wako, naye Roho Mtakatifu apende kukaa ndani yake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.
upate kulinda, umsaidie mtoto huyu atembee daima kama mtoto wa Mungu, adumu katika imani, na hivyo mwisho wa mbinguni mtoto huyu pamoja na watakatifu wote aweze kumwona Bwana. Ndugu zangu, mtoto huyu alizaliwa upya kwa ubatizo, sasa anaitwa mtoto wa Mungu na ni mpendo mtoto wa Mungu sawa na sisi. Baadaye apokee utimilifu wa ubatizo wa Roho Mtakatifu kwa sakramenti ya imara. Tena katika kumbukumbu takatifu atapokea Bwana wetu Yesu Kristo aliyetoa sadaka. Sasa kwa jina la huyu mtoto wa Mungu, kwa kutii agizo la Mwokozi wetu na kufuata mafundisho ya Mungu, tunasema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. basi Baba tupongeze na mwombea familia katika operation Jumatatu katika kipindi salama, tumpatie mama yake ni siku moja nyumbani katika salama. Takatifu ya kwanza sadaka akaendelea. Katika parokia yetu sadaka ya pili ni saa moja halafu milioni mbili. Kwa hiyo leo tumefunika kwa vipaji. Kwa hiyo tunatamani kwa sadaka ya pili pia mfunike. Ili basi kama kuna mahali huko mwaka huu kwa mwaka pekee, kwamba kama najibu maneno mawili pili, kwamba misa zetu hizi ukaweka tele pale kuanzia kwaya kwa kila kitu umefunika. Kwa hiyo naomba vile vile vilivyotoka moja baada ya mwingine wakati wa hifadhi, vivyo ndivyo sadaka ya pili moja baada ya mwingine. Sitaki kutoka huko na neno lote lile katika Litania wala jimbo. Thank you sana. Barikiwe sana. Basi sadaka hii ya pili itamkaribisha mwenyekiti na kamati yake baadhi washike visonzo na wapokee sadaka ya pili kwa ajili ya kuendesha mfuko katika moja baada ya mwingine. Barikiwe mwenyekiti, karibu na kamati yako. Naomba tuamke kwa mmoja baada ya mwingine, tukianzia nje. Kwanza hapa nje tunapenda kuweza kwenda kwa mbele. Viongozi wetu wakubwa wakiwa wamesimamia kwa ajili ya kwamba dekania yetu inaongoza kwa kila kitu, kuanzia mambo ya kiroho mpaka mambo ya kimwili. Katika mwaka huu wa 2026 watu tunawakaribisha, tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kabisa. Karibuni sana.
Pia ningependa kuwatambulisha viongozi wa WAWATA parokia ya Kinyerezi. Basi mimi niko hapa kuwashukuru, lakini pia kumkaribisha mwenyekiti wa WAWATA dekania ili atupe neno la shukrani, lakini bila kusahau washereheshaji kuanzia nje na ndani wametusherehesha. Mungu awabariki sana. Nilikuwa nimefeli sasa kwa sababu naona nisiachelewa, lakini yote ni mema. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa baba yetu na rafiki yetu sana, Mheshimiwa baba msaidizi, mababa, sikuwa nimeona baba Mbezi kama kaisha ingia ndani ya nyumba. Shemasi Frate ministrants, viongozi wa halmashauri ya Wareka Mampo, viongozi wa wenzangu wa matendaji wa WAWATA dekania, viongozi wenzangu wote kutoka parokia zote, wamama, walendo wazuri wa dekania ya Segerea. Tumsifu Yesu Kristo. Jamani, msione nilikuwa na sweat sana pale. Ni kwamba muda wote na mwanza baba mlezi wetu amekuaje? Kwa sababu mpaka jana tulikuwa tunawasiliana kwamba atakuja. Baba hizi alikuwa ananiambia hajaona na simu ipokeleni, na mimi nikapiga ipokeleni, nikapata shida sana. Kikweli maisha yangu kwa muda mfupi alikuwa ni magumu sana baba. Mwingine huwa anasimama hapa na confidence kwa sababu baba mlezi yuko karibu nasi. Lakini bado malaika akaja akaniambia kuna baba Hiza na baba Pita Mwina wako pale, simama imara. Nikasimama imara. Basi nianze kwa kushukuru. Kwanza nimshukuru baba paroko. Tulivyoleta ombi letu la kufanyia misa ya shukrani hapa, yaani hakusita, lakini na yeye leo nimejionea, si nimepata chai. Lakini awabariki sana wale washereheshaji, wakati tukiingia tu wenyewe wanacheza, yaani tulikuwa tunajihisi kama tuko mbinguni. Mama zangu, napenda pia kumshukuru sana baba mlezi wetu wa dekania kwa jinsi ambavyo anaendelea kutulea. Anatupa leo sisi watoto wake, kila tunachosema yeye ni ndio, kila tunachosema ndio, ama siku anatukatalia kitu chochote. Tumpigie sana makofi. Lakini sana sasa leo nimshukuru baba msilimishaji. Unajua ameanza kwa kutuweka sisi wakina mama ni nani. Wewe mwanamke ujitambue nafasi yako, sio katika familia tu, katika jamii. Sasa tukaiva kwelikweli. Wakati wa maswali sasa, kama kuna mtu aligusia lile swali la mwanamke ni mtu mmoja, walipiga maswali hao wamama, ndio mama kidogo akayajibu yote kwa
Kwa nianze kwa kupita jina kidogo, na baada ya hapo nitakuwa maelezo mengine. Karibu baba. Mimi na umri huu nitachekwa, mimi na umri huu na watoto hawa nitachekwa. Hata Mungu anajua, wengine wanajidanganya, hata Mungu anajua. Usitoe mimba ndani ya ndoa, usitoe mimba. Huyu ambaye anakuja ambao kutegemea huyo ndio wa Mungu.
Sabina na dada mwingine anaitwa Benedict Usofe ambaye yeye basi leo tumekuwa mengi na kuweza kuwa nasi, lakini tuko na kuombea na nashukuru sana kazi nzuri. Mimi nilikuwa siku nimesafiri kidogo kwa uratibu mkubwa wa sherehe hii, alihusika moja kwa moja kwa Sabina na viongozi wa watu kwa kwenye ili siku moja